GA kama vipi tusonge tu na net hakuna namna. No masala. Bana ukisikia tu maskani kuu kwa mfano hivyo tunataka maskani zote za Dar zote zinakutana sehemu moja kwa ajili ya kuamua kujadili mambo yanayohusu hip hop kwa sababu tumekuwa tuna maskani tofauti na kwa tafiti ndogo ambazo tulizifanya pia tukagundua kwamba sometimes kuwa na maskani nyingi mbalimbali zinasababisha pia sometimes watu wanachukiana kuna muda wanajua na maskani fulani wanajifanya wao ndo noma sana. Kwa sisi tunawakutanisha sehemu moja mnakuwa mna enjoy mnaburudika. Wewe ukisikia mchongo wa maskani wewe unapata feeling gani? Unaelewa kitu gani? Kwa definition ya kawaida maskani sehemu ambao watu wanakutana kubadilishana mawazo, piga story, kuepusha ule muda wa kufanya matukio mabaya wakati hauna jambo la maana la kufanya kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi naamini hapo mmewaweka watu sehemu moja ambayo wanaweza kuwa wanashare mawazo lakini pia mmewaondoa kwenye mazingira ambayo yangekuwa hatarishi pengine wasingekuwa hapo wangekuwa kwenye hayo mazingira. Kwa hiyo namna moja au nyingine ni jambo kubwa hususan kwa vijana maana vijana ndio tupo kwenye harakati ngumu sana na maamuzi mabovu zaidi. Kwa hiyo hii inaenda kutengeneza tabia ya watu kujua kushirikiana, kujua kueleweshana au kuelezana kwa sababu kila mmoja ana opinions tofauti ana ufahamu tofauti. Kwa hiyo mtu anaona kumbe ni bora niwe naenda kwenye maskani kuu kwa sababu nikirudi na kwa kuna knowledge nimeipata, kuna mambo mapya nimefunuliwa. Kama nyumbani nilikuwa naona mambo magumu kuna mtu amenielekeza namna ya kuyarahisisha. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kijamii lakini pia kitaifa kwa ujumla. For real. Kiolani pale tunasikilizana, maskani zipo nyingi sana pale tunajua. Afundo kama president. Au nakosea? Kabisa. Pini president wa Kiolani. Kabisa. Maskani ya pale. Vijana ukikaa nao mara nyingi wanazungumza vitu gani? Of course kilio cha vijana wengi ni ugumu tu wa maisha. Na sio wote ambao ule ugumu unasababishwa na uvivu ama uzembe, lakini wengine unasababishwa na makuzi na familia, hali za kiuchumi walizotokea, kutokuwa na watu wa karibu wa kuwashika na kuwasogeza mahali panapotakiwa kufika na vitu kama kwa wengi. Hiyo iko ndo kimekuwa kilio kikubwa. Kwa hiyo tunachofanya zaidi kwanza kabisa ni kuonyana kwamba uhalifu hauwezi kuwa sehemu ya suluhisho la maisha magumu. Hiyo ndo la kwanza kabisa ili umtoe mtu kwenye fikra hizo. Kwa sababu kuna vijana unakuta tuko nao mtaani sasa hivi tunapiga story lakini likiingia giza maeneo wanayokaa ni hatarishi zaidi. Yaani inafande msela. Kwa hiyo unakuta ukipita sikia wametokeza watatu wanne afu wasema brother Mawenge inakuaje brother? Fresh tu. Vipi hapa? Brother unajua wadogo zako tuna force. Bwana tutaki tu force hivyo bwana. Maana bwana kuna namna nyingi za. Kwa hiyo tuna changamoto za kuwaweka sawa vijana kwa sababu mentally wameshaathirika na hayo mazingira waliopitia. Bana tuna tambo za viwango. Kuna tambo nyingi sana kwa viwango vimekaa sawa Naam, tambo kila mtu anatamba. Lakini pia Mawenge anatamba kwa viwango vya hali ya juu sana. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa utofauti na ukisikiliza muziki 7 ya tambo za viwango unagundua kwamba kila muziki pia ametamba tofauti na muziki mwingine. Kuna msanii hata ukimwambia atambe muziki miwili tu unagundua hii muziki miwili yote ametamba hivyo. Hamna cha maana kicho tofautiana, hamna kicho badilika, hamna ubunifu ulio tofautiana au ukubwa kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, lakini pia ametamba kwenye muziki 7 ambayo yote ukisikiliza unagundua ni tambo za namna tofauti kabisa. Ndio. Wewe ni moja ya watu ambao nimekuwa nikikushuhudia sana ukiwaambia mashabiki zako kwamba ngoma link kwenye bio wakastream kwenye digital platform mbalimbali. Lakini mara kadhaa when it comes kwenye album wasanii wengi wa hip hop hasa ambao mmepitaga tamaduni nini utaratibu wenu unakuja kubadilikia pale kwa sasa sikia wanangu album mchongo lingi sio kwenye bio buku 10 zitambaye. Kwa nini hapo mnakuja kubadilika kabisa? Kwanza ndio mfumo ambao tulianza nao kabla mitandao hajawa big deal, kibongo hajaingia sana. Sisi tamaduni nadhani ndio watu wa kwanza kwa kizazi chetu. Kiachana ma brother miaka hiyo sijui walikuwa wanauzaji lakini mostly najua walikuwa wanauza kwa Wahindi. Lakini sisi tulikuja moja kwa moja kuuza mkononi CDs. So ni tamaduni ambayo tumekuwa nayo. Kwa hiyo ilipofika kipindi cha mitandao wengine wakaachana na huo mfumo kwa sababu ya kukosa muda
kufikia kila mtu. Unajua nataka hii albamu yangu nataka ndani ya wiki umewafikia watu milioni. Watu milioni kwa kuwapelekea kopi moja moja au kuanza kutafutana kwenye simu inaweza kuwa shida. Lakini mtandaoni mtu akiwa popote ana uwezo wa kuishusha ile albamu. Kwa hiyo tukaingia huko. So kuna wengine wakaona huko hakuna faida kwao. Yani kwamba mimi mtandaoni hapana. Mfano Nash, Nicki, nadhani hao hawataka kabisa kuamini kuhusiana na faida za kimitandao kuuza. Kwa hiyo tunawaelewa kwa sababu kila mtu anafanya kwa namna anayoona ya kwake ni bora na inatakiwa iwe hivyo. Ya mtu asifanye kishingo upande. Baadhi kama mimi nilikuwa naona nafaidika kuuzia huko kwenye ma digital platforms nilikuwa naona nafaidika, ila ilipofika kwenye hii mixtape ya Tambo za Viwango nikasema hii nitarudi kwenye mfumo ule ule wa awali kwa moja kwa moja. Kwa sababu gani? Cha kwanza nataka niwe na contact na watu wangu ambao naweza kuwa na contact nao, kwa sababu sio tu muziki peke yake tunauza. Kesho tunataka tuuze bidhaa ambazo sio muziki. Yani mtu hawezi kustream sweater kutoka Spotify. Mshaelewa? Kwa ukitaka kuuza sweater unatakiwa unajua kabisa kumbe mpaka sasa hivi nina watu ambao naweza nikawaambia sasa kuna sweater zimetoka, huyu hapa atanunua, huyu atanunua, huyu labda ndio yuko mbali lakini huyu atanunua. Kwa kuna idadi ya watu ambao unajua kabisa hawa wanaweza kuwafikia nikiwa na bidhaa ya kushikika. Lakini pia hata ukiwa na events unajua bwana na tukio mahali hawa wanaweza nikawapa taarifa kwa sababu wanaweza kufika, si wapo? Sure. Yes, kwa ile nitaka inipe list ya watu ambao naweza kuwafikia kwa wakati wote. Lakini pia watu ambao wana uwezo wa kujivunia kujiita number 1 fan wa Pima Wenge. Yani mtu ananipigia tu from nowhere amechukua namba kwa sababu anajuana na mchizi wangu. Unajua kuna zile bwana kuna jamaa shabiki yako sana hapa, hebu ongea naye. Alafu anakwambia bwana ngumi shabiki yako sana. Alafu naambia okay kuna mixtape ya Tambo za Viwango inauzwa shilingi 10,000. Basi kapotea. Kwa sasa tunataka tuwape watu ile gati ya kusema mimi ni shabiki wako namba 1 kwa sababu ni kweli unaona huyu ni yupo kwenye list yangu ndio huyu hapa. Tushaelewa na mambo yanaendelea. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa na contact na watu wangu na wajisikie proud kwamba tunanunua kitu kwa muhusika moja kwa moja. Leo naweza nikaona bidhaa za Pima Wenge zikiwa zimepostiwa au zimefanyaje au anaweza kunipa taarifa au naweza nikamuuliza pia bwana kuna bidhaa gani sasa hivi nataka ninunue, inakuwa nzuri zaidi. Lakini pili ni kupata watu ambao ni real fans. Kuhusu die hard fans wako ambao hawana hela. Wale ambao hawana hela. Sasa wale kwanza waendelee tu kustream sababu kule nadhani mostly wanakuaga wananunuliwa. Unajua kuna kuaga na matangazo. Tangazo linaweza kukwambia stream free alafu lenyewe ndo litanilipa mimi sasa. Kwa hiyo wao waendelee kule, lakini 10,000 kwa miziki 7 ambayo mimi nimeandika kwa akili kubwa, nimeenda kurekodi kwa gharama, tumetumia muda na nini, yani kiukweli ukiona hiyo kubwa sana yani umeishindwa kabisa. You are not a real fan bwana, sio kweli. Tutarudi kwenye mambo ya kustream ama tumerudi kwenye utamaduni wetu moja kwa moja wa kuuza? No, hii ni kupata tu his data. Baada ya hapo naendelea kwenye streaming kama kawaida. Sawa, hivi unavyoandika ngoma zako, kitu gani kinakuwa cha kwanza kukizingatia? Ni mistari ama jina la ngoma? Kwa sababu kuna ngoma moja inaitwa Nichukieni TV. Nichukieni tu. Nichukieni tu, I mean Nichukieni tu. Mtu unakuwa unawaza Nichukieni tu ilianza mistari ama kilianza kitu gani? Ilianza wazo kabisa la hiyo Nichukieni tu kabla ya mistari. Alright. Yes, yani unajua kuna time unaweza kuwa unafanya kitu kikubwa alafu watu wanajifanya kama hawaoni hawaelewi, hawasikii, hawataki kuambia wengine kama unafanya kitu kikubwa. It's just because wanakuchukia. Yani hamna cha maana. Yani unaweza kusema hivi wewe kwa nini Pima Wenge sijawahi kusikia hata unamuongelea wakati tunaona wewe unajifaa upo kwenye mambo ya rap, upo kwenye nini? Yani mbona hatujawahi kusikia hata siku moja? Unajua Pima Wenge unajua sometime unajua kumwaza haraka haraka unajua anakuwa mbali na hapana bwana. Akiwa mbali yeye muziki wake hauwi karibu na wewe. Tusha ile kwa kuna wakati mtu yani hataki tu kwamba mimi nimuongelee Pima Wenge. Yani hataki tu watu wajue kuna Pima Wenge. So ule wimbo niliuandika kwa ajili ya watu wa namna hizo ambao wanaamua tu kukuchukia. Kwa na mimi ndo maana nikamwambia nichukie. Hata kwenye chorus nikamwambia kwani ukinichukia mimi unapata faida gani? Wapo hao watu unaishi. Wapo sana. Wanajua ukisikiza wale mashairi mimi kuna washikaji zangu. Kuna washikaji zangu waliwahi kunicheka kaniambia da mwanangu mbona kama umetuchana wanao na nini? Nikamwambia kwani hadi wewe unanichukia? Kama ukijishtukia kwamba ndio wewe unanichukia kwa sababu mbele nilisema kwamba wajifanya wako na mimi. Ila wakiona napiga hatua wana mind. Wakaa sehemu ikipigwa muziki mingine wanadundisha vichwa, ikipiga yangu wanakausha.
Sema brothers wana appreciate sana. Naona Professor J anakutaja mara nyingi. Bwana FA pia alishakuweka ngoma yako ile noma mwanangu. Ana appreciate. Yeye anazungumza nini kwenye muziki wako? Kwanza hao ni watu ambao tunajua kabisa ni verified icons kwenye muziki wa rap Tanzania. Kwa hiyo wakisema kuwa wanaguswa au wanapenda ubora na uwezo wa P Mawenge, maana yake ni kwamba P Mawenge ameshawekwa kwenye list yao, lakini kwa sababu ya experience ndio hatuwezi kukaa pale. Unajua wanasema city za watu wazima hizo au vipi? Lakini watu wazima kimawazo wanasema una deserve kukaa kwenye hii city. Hiyo ndio maana kubwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwanza na appreciate ninachokifanya kinakuwa recognized, lakini wale ambao hawataki moja kwa moja kukubaliana na mimi basi hata kupitia kina FA, kina Professor J pia elewa basi hata kupitia wao. Inabidi muelewe kwa sababu kazi ni nyingi na zinasikika kabisa. Hivi Futi Sita na Mia Weusi, kati ya hizo mbili ipi ileta feedback kubwa sana kwako? Hiyo negative au positive? Hapo cha kufanya drop Yeah, drop Bomb Bronx baby, drop Mawenge. drop Wanachukia sana wakiona mwana na panda dau, japo si dharau, wote mainstream na underground kinyang'au. I really murder them up, piki kipaji kimeshuka straight up from above. Saluti zote zije kwako my mother, ulisema nisitoke mwanao ni try harder. Ukweli kwamba sijafika nitakapo, but I thank God nimerekebisha michakato, kiwa lines on my shoulders now. I'm taking over now, hip hop is like an army, I'm the soldier now. Mitandaoni wakizidi posting dili zao ni wasake moja moja now. Wanachukia kuona vile mwana I do both flows and lyrics dope kaniko New York. Sangoja siku ile una hang juu ya fuso na ride kwenye bonge la bima niko na bulldog. Ziba A natoka na plan B na uta feel pain siku na nyona na sign deal. Mindo Mawenge Mawenge and everybody knows me. Noma sana. Ama kwa hakika kuna viwango viko vimesetiwa. Noma sana. 5 star fulani hivi viwango vizito. Rapper wa taifa. Tumalizane na mchongo wetu bana ule. Wa Futi Sita pamoja na Mia Weusi. Na Mia Weusi iliyoleta impact kubwa zaidi. Iliyoleta impact kubwa zaidi ni na Mia Weusi. Kwa sababu Futi Sita ilikuwa bado ni jambo la familia. Kwa hiyo kuna watu hawakuipokea kama shida, wako wanaamini tu kwamba yataisha tu. Lakini na Mia Weusi watu walipokea kama shida kwa sababu ni jambo la rivals, yani huyu na huyu ni watu wawili tofauti. Wana mikakati na misimamo tofauti, wanapingana kwenye mambo mengi, washaoneshana kupitia muziki yao. Inakuwaje huyu aseme anataka kuwa na hawa? Kwa hiyo ile sasa ilijenga mvutano kati ya timu hii huku na timu yangu. Yani kama timu yangu niliifelisha. Kwa sababu timu yangu kila kitaka jitutubua, sasa muona mwenyewe kataka. Tundulisi fulani hivi amua kusema na Mia CCM. Bwana. Kwa hiyo impact ya huko ilikuwa kubwa sana. Sema ukicheki Futi Sita kama imeenda sana hivi. Kama watu wanataka sana hizo. Watu wanataka sababu kwenye namba. Sababu inakaribia kama 200,000 hivi sio. Watu wanapenda sana upinzani. Ndio wale mambo Simba na Yanga. Ni kila mahali ambako kuna upinzani watu wanapenda zaidi. Kwa hiyo upinzani unatakiwa kwenye muziki, lakini sio upinzani wa kutishiana, usiwe wa kutukanana, usiwe wa kudhalilishana. Uwe tu upinzani wa ubora, nani mkali kuliko mwingine. Usinichi upo katikati yenu kwenye kikosi kazi pale na kwa Weusi. Kwa sababu ukipiga story na Weusi wanasema kwamba shida inayosababisha isipatikane collab ya pamoja kati ya kikosi kazi na Weusi ni kwa sababu kila mtu ana mshikaji wake. Yaani kama wewe una mwanao ambaye yuko Weusi pale, sio kwamba wale Weusi wote washikaji zako. Yaani una mmoja ambaye ndo rafiki yako, na Jio naye kwenye kikosi kazi ana mtu ambaye ndo rafiki yake. Sio kwamba nyinyi wote mna ushikaji. Katikati yenu amoni kama kutakuwa kuna usnichi, kwa sababu kama wewe unapiga story na mmoja wakati yao wale na kuna mmoja ambaye anapiga story na watu ambao tofauti na wewe kwenye kundi, mkikaa muone kama kuna namna mkajikuta sasa amna. Ndio maana hiyo progress ya kundi pia inakuwa ngumu kwa sababu kuna muda inabidi kila mtu apambane kivyake afu tuje turudi kwa pamoja. Inaweza kuwa sababu, lakini sioni kama ni usnitch kwa sababu kwenye jamii bwana, kila mtu kufahamiana na mtu wake inategemea na mazingira gani. Yes, kwa mimi naamini ukiona mtu wa Weusi labda siko naye karibu ni kwa sababu mazingira yetu hayagumiani. Umeona, mtu kama Jinako nishagumiana naye kwenye vitu vingi sana. Kwa hiyo inawezekana akawa ndio mimi naweza kuwa na wasiliana naye zaidi kuliko wote wa Weusi, ushaelewa. Mtu kama nikiwa pili
ni mtu ambaye nakutana naye mara moja, lakini kila nikutana naye naweza nikaongea naye mambo mengi kuliko ya Jinako. Ushaelewa? Yani Jinako tutaongea tu kuhusu muziki na nini, lakini Nicky unakutana ananipaga experience ambazo zinakuwa hadi nje ya muziki. Yani ananipa mpaka techniques za kusurvive out of music. Yani kwamba unajua usitegemee sana muziki. Tumia muziki kukufikisha kwenye eneo hili alafu pambania hapo. Yani tunaongea mengi ambayo yanaweza kuwa makubwa kuliko haya ya Jinako ambayo tutaongea kuhusu muziki peke yake. Kwa hiyo inategemea na mazingira gani mnakutana. Umemtaja Nicky hapo, umenifanya nimewaza kitu kimoja. Unadhani ni kwa nini wasanii ambao mnafanya hip hop mnaonekanaga ni wasanii ambao akili mko nazo sana, elimu imelala hapo? Yani ni ngumu sasa hivi tukisema tutaje list ya wasanii ambao wanaimba bongo flavor, na hivi kwenye bongo flavor nani unatamani uone labda kawa hata na uwaziri au ubunge, yani kidogo itakuwa tafulani. Wale hamna kitu. Labda kwenye hip hop unadhani ni kwa nini upande wenu wa hip hop ndo mnaonekana labda ndo mna akili nyingi, labda ndo wasomi sana, tofauti na upande wa bongo flavor? Unajua muziki wa hip hop ulivyokuwa umetambulika, ulitambulika kama muziki wa ukombozi wa fikra. Yani maana yake wenyewe kazi yake ni kukubadilisha wewe mindset mbovu kuwa mindset safi. Ilikuwa ndio lengo tangu unaanza. Kwa hiyo ulikuwa ni muziki ambao message ina nguvu kuliko burudani. Ndio. So kila anayeingia sasa akijiona yuko sawa kwenye kutoa message, kutoa mafunzo, inabidi ajichue kwanza. Yani at least niwe na kauelewa fulani hivi ili niweze kuingia huko. Ndio maana ilitokea influence ya watu wengi kuingia huko wenye uelewa, waliotoka mavyuo, waliotoka hapo sababu walikuwa wanaamini huko ni sehemu ya kuja kupeana sana ujuzi, elimu, ufahamu kuliko kuja tu ku entertain. Lakini hii muziki mingine tunajua ni entertainment. Simama pale ukirukaruka hivi watu wamecheka, tumemaliza twenzetu. Ushaelewa? Kwa hiyo ni hiyo naona ndio tofauti sana iliyofanya huku watu wengi wana utashi mkubwa wa kifikra, wa kielimu, wa kimawazo. Si ndio? Wewe ni mmoja wa watu ambao ulikuwa anyway, tuendeleeni kwanza. Tuendeleeni kwanza. Utakumbuka vizuri swali lako. Tachoma battery baadaye. Kaondoka bure hapa. Tumalize kwanza. Sawa, unajua mimi nataka kurudi pale kwenye kikosi kazi na weusi. Unajua maswali mengi kuhusiana na kikosi kazi na weusi yanajirudia ama yapo kwa wingi, kwa sababu nahisi kuna watu, ama sio nahisi, of course ndo watu wanatamani kuona collab kati ya kikosi kazi na weusi. Ndio. Lakini kwa mujibu wa majibu ambayo mmekuwa mkiyatoa, unaona kabisa hizi sababu maybe sio za chuki, ila ni sababu za kibiashara. Sijui kama nitakuwa niko sahihi ama siko sahihi. Sasa nyinyi kama ambavyo inasemekana kwamba wewe una rafiki yako pale weusi na kuna mtu wa weusi ana marafiki zake pale kikosi kazi, wao mnashindwa kuorganize kitu kikatokea, kwa sababu mashabiki zenu ni kitu ambacho wanakihitaji na wanakitamani kukiona. Okay, binafsi sijawahi kufanya hiyo research na kugundua kwamba mashabiki wanataka sana iko kitu. Labda mimi nilichogundua ni kwamba mashabiki wanataka kuona leo pia amefanya kazi na mtu wa weusi au Nicky amefanya kazi na mtu wa weusi. Sikuwahi kufikiria kama wanataka sisi wote kama kundi na kundi tufanye kazi pamoja. Lakini kwa sababu wewe utakuwa kuna research umezifanya, umegundua hilo, na wewe uko sehemu ambayo unawaona wengi na kuwasikia wengi, maana yake ni wazo ambalo natakiwa nikitoka hapa nitoke nalo. Aidha kwa kuwashirikisha kikosi kazi wenzangu, bwana, kumbe kuna wazo hili hapa, tunaanzaje kulifanyia kazi, na kisha tunajua namna gani pia ku approach weusi kwamba bwana, kumbe kuna uhitaji huu na wote tupo kwa ajili ya wasikilizaji, mashabiki, wapenzi wa muziki, kwa nini tusifanye kitu kama watu wanakihitaji? Kwa kama wote tukiona kweli kuna haja ya kufanya hivyo, basi tunaweza kuset time na tukafanya hiyo kitu. Mimi naamini akiwezi kushindikana, sababu tulipo sasa hivi ama tulipofikia sasa hivi hatupo kwenye zile dhana ambazo zilikuwa hapo miaka 2-3 nyuma. Yani namna ambavyo tunakutana, namna ambavyo tuna interact, nimegundua kwamba kila mtu yale mambo aliona ni sehemu tu ya sanaa na maisha yetu, lakini sio kwamba ndio hiyo sehemu ya kuishi nao moja kwa moja. That's wonderful. Sawa, hip hop na tambo ndo vitu vyenu. Iko tambo zina nafasi kubwa sana kwenye hip hop. Ndo vitu vyenu. Sasa kwenye mixtape yetu, ngoma ambayo ndo hadi title yake ni ya kujigamba, umeiweka kama bonus. Sasa unaona kama bonus ni nyongeza, yani haikuwepo kwenye plan na vitu kama vile pale. Hakuna anayeniweza. Sasa hakuna anayeniweza niliita bonus kwa maana moja kubwa. Ni wimbo ambao niliwahi ku-release tayari. Niliwahi ku-release miaka kadhaa huko nyuma. Kitambo tulifanya gari kwenye hii news, ulifanya teaser ile. Yes, tulifanya na nitoa mpaka video, sababu ndio wimbo pekee una video, kuliko hata ile mipya yote 6 haina hata video. Ule hadi una video kabisa. Kwa hiyo nikaona huu wimbo haupo kwenye package yoyote, lakini sifa na vigezo vinafanana na hii tape ambayo naiandaa. Kwa nini sasa wale ambao hawakubahatika kuisikia, kama hapa sasa hivi kuna watu wengine ndio wanasikia sasa hivi kwamba kumbe kuna wimbo ambao leo kutoka hakuwahi kusikia. Kwa faida ya watu kama hao nikasema huu nitaweka kama bonus track, kwa sababu maudhui yake yanafanana, lakini kwa sababu ulishatoka usiwe kama wimbo mpya. That's wonderful.
mwanao Motra the Future anakuambia kwamba haoni tena rapper bongo. Yaani ukimtoa yeye, rapper anayebaki ni yeye. Kauli kama hizi ndo tambo zenyewe hizi bwana Mawenge. Kwenye game ya hip hop. Zungumza imekaaje kwako? Moto anatumia haki yake ya kikatiba au vipi? Kwa na uhuru wa kujieleza. To be honest, waga nasema sometimes wanaamua kufanya jambo kwa sababu ya mipango yake. Yeah. Kwa sababu Moto niliangalia post yake, nikasikiliza baadhi ya comments za watu. Sasa hapo amesema kwamba marapa wengi sasa hivi wanasema wanaimba, wanafanyaje? Kuna kitu aliongea pale kwamba wachani kwenye ile rap, ile real rap ambao watu wanachana. Marapa wamekuwa waimbaji melodic zile ambazo anazungumzia jina lako. Yes. Sasa nikasema Moto hii kauli aliyoiongea hii inaweza kuwa ina make sense na nione anaisimamiaje, lakini kila nikipita kwenye scroll kwenye posti zake naona yeye ndo anafanya hizo zaidi. Nikasema Moto atuzingua. Tasema aishori. Sasa nini Moto, mbona watukosea sasa? So unaiona hiyo pia kwamba rappers bongo ni kama sio wengi au ni wachache sana hivyo wale ambao wanafanya ile real. Mimi naweza kusema hivi, to be honest, mimi siamini kwamba wewe ukiwa boom bap ndio wewe noma zaidi. Kwa sababu kuna watu wanaweza kufanya melodic, wanaweza kufanya soft kabisa, yani wakaonekana kama sio machezi ipo, lakini wana uandishi bora kuliko hawa wanaofanya boom bap. Yani kuna mtu anafanya boom bap unaona kabisa huyu vina bado hajui, lakini kwa sababu anaamini kwenye ile mimi nipo hapa anaamini kwamba hiyo ni yes. Kwa mimi naamini tu kwenye ubora wa uandishi, utamu wa testing, kwa sababu mtu kama Ngwea hakuwa boom bap, lakini alikuwa na utamu ambao mpaka wale watu wa boom bap unaweza usisikilize umsikize yeye. So umeshaelewa. Kwa hiyo mimi napenda mtu ambaye ana skills tu za kucheza vizuri na uandishi wake, cheza vizuri na uchanaji wake. Baada ya Stambo Majigambo zimekuja hapa recently, kuna wana walitegemea pengine itakuja official remix ya Dumare kama ambavyo walichapa pale na Lwaga. Kwa sababu niliona ile hata bando alizungumzia kuna watu wanapigwa challenge wakiwa wanaidiwa official remix afu asitokee. Moja brothers ambao pia kwenye challenge hizo so vivu kabisa kutokea na wanachapa sana kwenye hizi mangoma hizi ya kuonekana fulani ana dundo lake kali inabidi upite na hiyo pia umekuwa ukizipiga hizo sana. Matarajio yako na wewe yanakuwa makubwa kama ambavyo aliyaeleza bado, kwa sababu bado anasema wengi wanafanyaga vile wakitegemea kwamba kwenye remix watakuwemo au wanakuwa wamepewa kuna collab. Kwanza kabisa mimi naamini kama wewe unategemea kufanya challenge ya mziki wa mtu kwa ajili ya kuitwa kwenye remix au collab, basi utakuwa unajichelewesha. Kwa sababu yeye kama amefanya kitu kikubwa mpaka wewe umekiona kikubwa ukaamua kufanyia challenge, sasa unataka arudi tena ukifanya kingine, which means hawezi kuwa na imani kwamba kinaweza kuwa kikubwa hivyo tena. Ila kama wewe unataka kufanya kwa ajili ya kupush kitu chake zaidi, lakini kuapprove watu kwa hata mimi ningefanya kitu kama hiki kingekuwa bora kwa namna hiyo, hiyo nadhani ndio iwe faida. Kwa sababu mimi faida yangu kubwa inakuwa ni watu kusema, "Oya, nimesikiza ile leo ya Mabantu ile umefungua na verse mwanangu umepita." Yani hiyo nimemprove mtu kwamba kumbe hata ikija sound ya namna hiyo P bado yuko bora. Mwanangu nimeona salio ya Mario umeipigia verse pale, oya umepita. Kwa mtu anakuweka wewe kwenye viwango ambavyo havina limit. Yani kwamba kumbe tumeamini P Mawenge anaweza kucheza poa kwenye mziki wa namna yoyote. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kunaweza kuwa kuna msanii huko, labda sio Mario let's say, akawa na sound za namna hile, afu akasema kama P ameweza kupita vile na mimi na wimbo wangu wa namna hii, kwa nini nisimwite P nifanye nayo wimbo? Kwa hiyo ni kama unaongeza wigo wa watu kukuona unaweza kuchezaje kwenye sound tofauti tofauti. Lakini kwa nini hawa wasanii wamekuwa wakiwahitaji nyinyi sana when it comes kwenye ngoma ambao washatoa, sio kwenye ngoma ambao anataka mfanye pamoja na muitoe pamoja? Mimi mostly muziki niliyoifanyia challenge, hakuna hata mmoja niliyowasiliana moja kwa moja na mwenye muziki mpaka nifanye zaidi ya leo ya Mabantu. Okay. Leo ya Mabantu ilianzia kwa producers wetu Franken na Gachi. Franken akamwambia Gachi, bwana naomba files za beat hiyo, nataka pia itengenezee kitu cha rap mondani.
na Gachi akaona itakuwa kitu kizuri. Kwa hiyo pia alivyohusisha Mabantu na bwana Doze meneja wao wakaona bwana itakuwa kitu poa. Na mimi kweli nilivyofanya nilipo hapa wakakipenda. Ni kwa sababu tu labda hawakuwa kwenye wakati huo kusema tukaifanyia iwe remix kabisa au tuishoot sisi tufanye nini, hawakuwa kwenye wakati huo lakini wali appreciate. Kwa hiyo hao tulianzia kwa producers ikafika kwetu na sisi tukakubaliana tukaifanya. Lakini Olodumare sijui kama hiyo Salio challenge yani tena challenge karibia zote ambazo mimi nimefanya ni zile ambazo nimesikiza tu wimbo nikaupenda nikasema ila wimbo mkali sana. Wewe ngoja na mimi nitie kitu changu. Kwa naingia studio mwenyewe na naandika mwenyewe naingiza mwenyewe, yani msanii mwenye wimbo anakuja kustuka tu kwamba bamba. Yes, ni hivyo. Feedback huwa inakuaje? Na feedback ipi ambayo ulipata positive zaidi kwa wale ambao ulifanya nao challenge? Ya Olodumare nadhani ilienda zaidi. Ilienda zaidi kwa sababu unajua Olodumare ni wimbo ambao gospel secular. Yani ni wimbo wa kiimani ipo katikati, upo pia kiburudani. Kwa hiyo maana yake ulikuwa na mlipuko mkubwa kuanzia huko kwenye gospel. Watu wananiambia wewe inabidi sasa uanze kufanya rap gospel bwana. Yani umekaa vizuri, umeongea message vizuri, shaelewa. Ukija huko tena kwenye burudani mwanangu. Kwa hiyo ile ilikuwa na impact kubwa zaidi sababu ilibeba pande mbili zenye utofauti. Na Joel Lwaga mwenyewe mlizungumza nini mara baada ya kuipata hiyo? Alinicheki DM na alinipa namba yake pia. Hapo ndo tulianza yani kuwa washikaji kwa sababu mimi sikuwahi kuwa na ukaribu naye lakini pia nilifurahi kuona message yake ya kwanza anasema wewe ni moja kati ya marapa ambao nawasikilizaga na napenda unachokifanya. Bana. Ushaelewa kwa kumbe tunaangaza ukweli au anawajezaga tu. Of course itakuwa ni kweli tu kwa sababu sanaa ya muziki ni sanaa ya kijiji kimoja. Haijalishi mmekaa kwenye tamaduni na mila za namna gani. Lakini ni kijiji kimoja. Kwa hiyo kwa vitu vikubwa ambavyo mimi navifanya ambavyo anavisikia kwa watu kama kina Fake na Professor kina nani, haiwezekani watu wengine wao wanasikia Professor kiniongelea Joel Lwaga awe ajui. Kwa vote tayari kwa namna moja atasema mmoja nisikilize kama huyu Professor J amesema hivi ngoja nimsikize huyu nani. Kwa namna hizo ni lazima tutakuwa amenijua na kusikiza kazi zangu. Kwa hiyo niambia bwana mimi pia ni moja kati ya watu ambao wanapenda ambacho nakifanya na ni shabiki yako. Lakini kwa sababu hatakuwa na huo ukaribu, ila nimefurahi zaidi kuona umefanya hiki kitu. Let's say ujuani na Febi. Mimi nikaja kukusimulia nikamwambia ujue Febi yule anaimba ngoma za gospel, anaimba ngoma za dini yule. Picha yako ya haraka haraka kwa kumchukulia Febi huyo anaimba ngoma za dini unategemea kuona kwamba tabia gani azifanya au michikasi gani haifanyi kwa hicho anachokifanya yeye. Kwenye hizo kazi hiyo shule. Yeye anakwambia ndo huyu anaitwa Febi anaimba ngoma za dini. Yani mimi picha gani naiona ambayo inatakiwa ije kutoka kwake? Baada ya kusikia kwamba ni anaimba ngoma za dini. Yani kwa hiyo side ambayo anakuwa ameichagua yeye. Kwanza kabisa tabia. Yani hicho ndo cha kwanza nataka nikipime mimi. Au nataka nikione kwake. Kwa sababu ile ni jambo la kiimani na kama ni jambo la kiimani manake tabia zake lazima zitakuwa ni tabia zenye mienendo ya namna hizo. Yani manake Febi atakuwa ni mtu fulani ana huruma sana. Febi atakuwa ni mtu fulani mpole, mstaarabu, shaelewa apendi miayusho kugombana. Kwa hiyo nitamweka kwenye daraja hilo moja kwa moja. Sasa ukikutana na huyo Febi ambaye umeweka kwenye daraja hilo baada ya kuambiwa kwamba ni anaimba gospel, afu unakutana na Febi mwenye roho mbaya wa Kinyamwezi anakula shisha, anakula nini, unakutana naye street vimini nini, unamchukulia Febi gani? Yule anayeimba gospel na huyu wa mtaani ataweza kukuinspire upende kile anachokiimba? Kwangu the real Febi ni huyu hapa. Yule kule ni Febi muongo. Yule mwenye tabia nzuri. Ndio kwamba kwa sababu tumetoka kuongea hapa the way ambapo baadhi ya tabia za wasanii wa gospel kukutana nao behind, kwa sababu siku hizo wasanii wa gospel unajua wanachambana sana kwenye offer. Tumekutana nao hapa sana, wamekutana kwenye show moja fulani, anasema show fulani wewe ulifanya show mbovu, sasa hivi nilipopanda mimi ndio ilikuwa time ya kufukuza mapepo. Yani unakaa unaanza kuwazumu hii gospel ipi, unajua zile in short wale ni wasanii wa gospel. Tunatakiwa tujue hiyo. Yani ni wasanii wa gospel. Sio gospel people, ni gospel artists. Ushaelewa? Hiyo nimeipenda hiyo. Tofauti ya ni wasanii. Gospel artist ni ipi? Tofauti ya gospel people na gospel artists. Gospel people ni watu ambao kwanza mlengo wao mkubwa ni kukujenga wewe kiimani. Ndio. Ushaelewa? Huo ndio mlengo mkubwa. Sio business kati yenu. Kwa sababu wote tunaongelea hapa, mwisho wa siku ukijadili nao mnadondokea kwenye business. Yani iwe kwa jambo lote anaolifahamu tadondokea kwenye business. Adondokei kwenye huduma. Adondokea kwenye biashara. Kwa gospel people ni wale ambao wanadondokea kwenye huduma moja kwa moja. Yani hata kama ni mwanamuziki, anaweza kukuambia kwamba bwana sikiliza,
mimi kwa sababu wewe unataka tufanye kitu na kitu naona kina impact kwa mlengo wangu wa kazi zangu, sanaa zangu, naenda kubadilisha mindset za watu, naenda kuwajenga watu kiimani, unataka tufanye kitu na nimeiona bora, tufanye. Ila changamoto zangu labda mimi nitafanya na producer huyu ndio namwezea zaidi. Kwa hiyo ongea na huyo producer, kama kuna malipo ya kufanyika umlipe, alafu mimi nitafanya, au mimi kufika mpaka hapo na kurekodi nitahitaji gharama hizi na hizi na hizi. Huyu anafanya kiimani. Lakini mtu anayekwambia sasa, sikiliza mwanangu, kwanza kaa na meneja wangu hapo na mnataka anakukutanisha na uongozi, na mnataka muwajenge watu kiimani Kana meneja unaweza kununua imani ya mtu. Yes, kwa unajua hapa nipo na gospel artist hapa. Kama gospel artist ni wale wafanya biashara ya gospel kupitia gospel. Yes, yani kupitia gospel wao ndio wanafanya biashara zao. lakini inaruhusiwa. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi. Gospel haiuzwi. Ile ni imani, imani haiuzwi. Huduma haiuzwi. Kufanya biashara ya muziki wa injili hairuhusiwi. Hairuhusiwi. Huduma haiuzwi. Yani wewe unachotakiwa labda utuambie, jamani nataka nitoe albamu yangu ya injili, naombeni michango. Kama ambao tunachangisha kwenye mikutano ya injili, makanisani, kwamba jamani hawa sasa ndio kwaya fulani au huyu ni msanii fulani anataka afanye album jamani, kwa hiyo mwenye chochote na nini ili tukamilisha, tunahitaji 3 milioni kukamilisha. Tutachanga, ataenda tena kwenye ushirika mwingine ataomba atufanyie, atupe hiyo huduma. Ushaelewa? Kwa sisi ndo tumeilipia hiyo. Wewe utaki tena kutaka hela nyingine. Lakini sasa unakuta ili na wao wafanikishe hizo huduma, yani hicho ambacho wanataka wao, accommodations like ili unawafikia watu wakiwa wapi. Lakini hata kuna Biblia muda mwingine zinauzwa. Umeelewa? Sasa hizo wanaweza kujitoa vipi? Maana yake ni kwamba wewe kwa hiyo umeamua gospel hiyo ya ajira yako. Kwa sababu kama ni hivyo basi fanya shughuli nyingine. Hiyo ni huduma. Kwa sababu kule ni kiroho. Kule sio sehemu ya kutafutia pesa. Kwa uza zako mitumba, uza mitumba, na wapo wanaofanya hivyo. Yupo mtu anafanya kazi tu ofisini, lakini anatumia kipawa chake kufanya huduma ya kiroho kupitia muziki. Ushaelewa? Kwa kama wewe umeamua kufanya hii ndio maisha yako, basi sio huduma, ni biashara. Tukubaliane kwamba wewe unafanya biashara ya dini, sio huduma ya dini. Thank you. Yeah. Business, biashara. Bana, tumalizane kabla tujaanza kusikiliza nani mixtape yetu tumalize kwanza, alafu ndo tuje tumalize.